Hii ndiyo ramani nyingine nzuri ya kisasa yenye vyumba vinne ambayo unaweza ukaijenga kwa gharama ndogo. Yaani gharama inaweza kutosha kujenga ramani ya vyumba vitatu. Unaweza ukaitumia gharama hiyo hiyo kujenga ramani ya vyumba vinne. Sasa twende sambamba. Of course hapa nimekuja na wale ambao wana bajeti ndogo lakini familia ni kubwa, inahitaji nyumba kubwa na namna ya kuweza kufanya inakuwa ni ngumu na bajeti ya kujenga nyumba vyumba vitatu ipo. Sasa iko hivi, hiyo bajeti unaweza kujenga nyumba kama hii hapa yenye idadi ya vyumba vinne vya kulala. Unaweza kuitazama hapo. Hili jengo halina upana sana, ila at least kwa urefu kidogo lina urefu, kwa sababu kwenye urefu lina almost mita 13, lakini kwa upana ni mita 8 peke yake. Unaweza kuona namna gani ambavyo sio kubwa sana. Na humo ndani ni vyumba vitatu, vyumba vinne vya kulala. Vyumba viwili kati ya vinne ni self kwa maana kila chumba kina choo chake. Na pia vyumba viwili ni vya kawaida kwa maana single. Sebule ni kubwa, jiko, lakini kuna store na choo cha public. Wale ambao wanaishi kwenye vyumba ambavyo ni single hawajaachwa, kuna choo chao cha public. Hapa kwenye hili jengo tofali za blocks zinazoenda hapa ni tofali 1000 kamili. Ndio maana nimekwambia unaweza ukatumia gharama ya ujenzi wa vyumba vitatu kujenga jengo lenye vyumba vinne, kwa sababu idadi ya tofali hizo ni tofali ambazo unaweza kuzijenga kwenye jengo ambalo linakuwa na vyumba vitatu, linakuwa na kila kitu ndani yake. Sasa hapa idadi ya bati zinazoenda hapa, bati zinazokwenda hapa ni jumla ya bati 100 kamili za futi 10 na mbao zake za kenchi ni 200 kamili. Na hili jengo halichukui nafasi kubwa sana kwenye kiwanja chako, lakini pia hata kama unataka kwenda kulijenga kijijini kuna nafasi, basi hili jengo ni zuri na linafaa. Na pia hauhitaji nafasi ya ziada kuweza kujenga majengo mengine ambayo yataweza kuwa yanasaidia ili jengo liweze kuperform vizuri. Vinginevyo labda uongeze vyumba zaidi kama utataka kuongeza, na pale ambapo uhitaji utakuwepo unaonekana kwenye eneo lako. Lakini nikwambie tu ya kwamba kama unapatikana Mpanda, fursa ipo kwako. Na kama unahitaji tofali za blocks za kuaminika, kumbuka nimekuwa nawaambia ya kwamba ni bora utumie tofali za kuchoma kuliko kutumia tofali za block kutokana na namna ambavyo watu wanazitengeneza. Lakini kama unahitaji tofali za block za kuaminika, sawa, basi namba za simu ni hizo. Unaweza kututafuta tukakupatia vitu hivyo, kwa sababu tofali za blocks za kuaminika tayari tumeshazipata na tumethibitisha ubora wake kwa asilimia kubwa sana. Ni blocks ambazo hazina mashaka. Kwa hiyo kwenye ujenzi wako zinaweza zikakusaidia na kuhakikisha kwamba jengo lako linakuwa imara sana. Kumbuka hapa Mpanda kuna changamoto ya kuwa na matetemeko ya ardhi na maeneo mengine. Kama unasikiliza hapo kwa maeneo mengine ambayo yanakuwa na matetemeko ya ardhi, basi unajua unahitaji kutumia tofali za blocks ambazo ni imara zaidi kuhakikisha kwamba jengo lako halipasuki, halipate cracks, lakini changamoto ya kubomoka isikukute mapema sana. Na wale ambao wanatamani kuona ramani zetu kila tunapokuwa tunazipost kupitia WhatsApp zao, rahisi mno. Sawa, cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp kwenye namba hiyo ambayo inaonekana kwenye kioo cha simu yako ambayo ni 0758220690. Tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Sawa, andika neno niunge. Ukishaandika neno niunge, tutakutumia linki na kupitia linki hiyo basi utaweza kutazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Na pia hakikisha mtufollow mitandao ya kijamii kuhakikisha kwamba unakuwa karibu sana na peji zetu. Kila tunapokuwa tunaziweka ramani huwa tunatoa taarifa. Na ukiangalia kwa wale ambao wametufollow kwenye mitandao ya kijamii yote wanapata taarifa vizuri sana. Na unaweza ukatazama ramani katika namna kuu tofauti mbili. Unaweza ukatazama ramani kama picha na unaweza ukatazama ramani kama video. Na zote huzo ukaziona kama haujatufollow kwenye mitandao mingine ya kijamii. Lakini pia WhatsApp ni muhimu sana, kwa sababu hata hizo videos na picha zote taarifa zinakuja kwanza WhatsApp, kwamba tayari tumeshaweka post sehemu fulani, tumeshaweka video sehemu fulani, tumeshaweka picha sehemu fulani. Lakini pia na picha nazo utaendelea kuziona huko WhatsApp, na link za videos ambazo tunakuwa tumeziweka mitandaoni huko kwa WhatsApp pia utakuwa unaziona vizuri sana. Kwa hiyo hakikisha umefanya hivyo. Na nikukumbushe tena, kwa jengo unalotazama hapa ni jengo lenye vyumba vinne vya kulala. Vyumba viwili kati ya vinne ni self na vyumba viwili kati ya vinne ni single. Humo ndani vitu vizuri vyote vipo, kwa sababu kuna choo cha public maalum kabisa kwa wale ambao watakao kuwa wanatumia chumba kisichokuwa na choo ndani. Lakini sio tu kuwa na choo cha public, pia kuna sebule kubwa, lakini pia kuna jiko lenye nafasi kubwa na store yake ipo. Jengo lina mita 8 kwa upana na urefu ni mita 13. Kwa hiyo kama kiwanja chako kina urefu wa kuanzia mita 18 na upana wa mita 12, basi hili jengo linakufaa. Unaweza kuona namna gani ni nzuri, kwa sababu kiwanja ni kidogo lakini kinaweza kufaa jengo kubwa na bado watu wote wakaweza kutokea ndani ya jengo moja. Karibuni sana, asanteni kwa kunisikiliza.